Hujambo na karibu katika kurunzi ya injili kutoka IMS SDA Reform Movement Kenya. Jina langu ni mchungaji Kevin Juma. Katika ulimwengu hasa wa kidini kumekuweko na mijadala, mazungumzo na hata mihadhara kuhusu baadhi ya mambo katika Biblia. Maoni, elimu, hekima na maarifa vimetumika kuchambua, kuhakiki na kuzua mijadala limekuwa jambo la kawaida. Vitabu, majarida, kanda za maneno na video vimenakiliwa na kuwekwa wazi. Haya yote ni kwa manufaa ya kufikisha injili katika ulimwengu. Mathayo 24:14. Ila kuna mambo mengi ambayo shetani aliye mpinzani wa kweli ya Mungu amejaribu kuyapotosha maandiko. Petero wa kwanza 3:16, ili kuwapotosha watu wa Mungu, yamkini hata wateule. Mathayo 24:24. Lakini Mungu kwa upendo wake hapendi mtu yoyote kupotea. Ndiyo sababu ameweka kweli zote katika maandiko matakatifu. Yohana 3:16. Ameweka watu wake kama taa katika ulimwengu huu ili kuwa watakaowaangazia wengine walioko kwenye giza. Petero wa pili 1:19 hadi 21. Ili kuangaza nuru katika ulimwengu uliogubikwa na kujaa giza. Isaya 60:1 hadi 13. Mojawapo wa somo linalopigwa vita na mwovu, mawakala wake na hata malaika wake ni ibada ya kweli na siku ya kweli ya ibada. Hapa zipo kweli za kushangaza kuhusu siku kuu mbili za ibada, Sabato na Jumapili. Ni ipi ya kweli na ipi isiyo ya kweli? Hatuhitaji elimu wala hekima ya kibinadamu, ila maandiko matakatifu. Ambatana nasi hadi tamati tunapochanganua na kuchambua kweli hizi zote kutoka katika maandiko matakatifu kuhusu kweli za kushangaza kati ya Sabato na Jumapili. Sabato ni neno la lugha ya Kiebrania ambalo linatamkwa Shabbath, lenye maana ya pumziko. Zaidi ni kuburudika na kuacha kazi kwa muda huo wa masaa 24. Mwanzo 2:1 hadi 3, Kutoka 31:17. Je, ni mapumziko gani linalozungumziwa hapa? Kiroho au kimwili au vyote viwili? Kulingana na Biblia, kitabu cha Mwanzo 2:1 hadi 2, Mungu baada ya kazi alipumzika siku ya saba. Kimwili, maana hakuendelea na kazi, ila Mungu hachoki, lakini alitupa mfano kwamba tupumzike siku ya saba kwa kila juma. Isaya 40:25 hadi 30. Alionyesha wazi kwamba ni pumziko la kimwili na pia akasisitiza siku hii ikumbukwe. Kutoka 20:8 hadi 11. Waebrania 4:10. Aliagiza watu wake wasifanye kazi katika siku hii. Mambo ya Walawi 23:31 hadi 32. Kutoka 12:16. Ila kula pekee kumeruhusiwa kufanyika katika siku hii ya Sabato. Kutoka 16:28 hadi 29, 12:16.
pia siku ya ibada na kushukuru Mungu kwa kutuumba na kutulinda juma nzima, na baraka na uzima ametupa. Ayubu 38:6 na 7, Isaya 66 mstari wa 23, Zaburi 124 mstari wa 1 hadi wa 7, Zaburi 118 mstari wa 24. Ni siku ya kuacha kazi zetu na kufanya kazi ya Mungu. Isaya 58:13 hadi 14, Waebrania 4:9 hadi 10, Kutoka 16:28 hadi 30. Ni siku ya 7 ya juma. Mwanzo 2:1 hadi 2, Kutoka 20 mstari wa 9 na 10. Na siku yoyote tu ya juma haiwezi ikawa sabato. Kutoka 16:30. Swali: tutajuaje siku ya 7 ya juma ni ipi? Mungu katika upendo wake hajatuacha kwenye giza totoro, bali ametuangazia katika nuru zake kupitia maandiko matakatifu, na tunapata jawabu katika maandiko. Isaya 28 mstari wake wa 10. Tangu mwanzo siku za wiki zimejulikana, maana kabla ya miaka na miezi siku 7 za juma zilijulikana. Mwanzo 1:5 hadi 31. Hivyo baada ya uumbaji, siku ya 7 katika juma ikawa ndiyo sabato. Swali jingine: huenda ikawa je, hii siku ya 7 tutaielewaje au kuipata vipi? Maana majina ya siku zilizokuwa za zamani ilijulikana kutoka siku ya 1 hadi ya 7, na sasa tuna majina tofauti tofauti ya siku. Tutaifahamuje sabato? Hili halina ubishi, maana katika mitandao waweza kutafuta, na hata ukiangalia kalenda yako itakuonyesha wazi siku ya 1 ya juma ni ipi hadi siku ya 7 ya juma. Lakini pia katika maandiko tuna majibu. Yesu aliweza kufa ama kusulubishwa siku ya Ijumaa kulingana na kitabu cha Luka 23 kuanzia mstari wake wa 52 hadi 56. Na maandiko yanasema siku hiyo ilikuwa ni siku ya maandalizi na sabato ikaanza kuingia. Kisha mstari wa sura ya 24 mstari wa 1, maandiko yanasema kwamba na siku ya 1 ya juma, ambayo kila mtu anafahamu siku aliyofufuka Yesu Kristo ni siku ya 1 ya juma inayojulikana kama Jumapili. Sabato ipo katikati ya siku ya Ijumaa na siku ya 1 ya juma au Jumapili. Hakuna andiko lolote linalotaja siku ya Jumamosi, ila twafaa kuelewa kwamba siku iliyoko katikati ya Ijumaa na Jumapili ni siku ipi, na hiyo ni siku ya Sabato. Ni siku iliyobarikiwa na kutakaswa pia na Mungu siku hiyo ya 7 ya juma. Mwanzo 2:1 hadi 3. Ni siku ya kutenda wema. Luka 13:11 hadi 17, Yohana 5:2 hadi mstari wa 9. Na Mungu hatangui mibaraka yake, maana alishaibariki na kuitakasa Sabato. Basi hakuna siku nyingine katika maandiko tunaona imebarikiwa na kutakaswa. Hesabu 23:19, Malaki 3:6. Sabato ni siku ya mtu au ni ya Mungu? Swali. Hivyo mtu akisema nitachagua yangu, itakuwaje?
kulingana na Mathayo 12:8, Kutoka 32:15 hadi 16. Sabato sio siku yetu, bali ni siku ya Bwana Mungu wetu. Hivyo basi ukichagua siku yoyote ukaiteua wewe, itakuwa yako na haitakuwa ya Bwana Mungu wetu. Maana Yesu alisema wazi kwamba yeye ndiye Bwana wa Sabato na hakutupa ruhusa kuwa mabwana wa siku zingine kama Sabato zetu. Ni zawadi aliyopewa mwanadamu kufurahia na kuacha kufanya shughuli yake na kazi zake kwa masaa 24. Jua lituapo, Ijumaa hadi lituapo siku ya Sabato. Mambo ya Walawi 23:31 hadi 33. Ni siku ya saba ya juma na si Jumamosi. Kutoka 20:8. Na manabii walitunza hiyo siku ya Sabato, nasi twafaa kuitunza. Isaya 58:13 hadi 14, Ezekieli 20:11 na 12 na hata 20. Na wafuasi wao walitunza Sabato. Wafuasi wa Yesu Kristo pia waliweza kuitunza Sabato. Matendo ya Mitume 13:44. Ikiwa sisi tumejengwa kwa mitume na manabii na Kristo ndiwe jiwe kuu la pembeni, basi hatuna budi kufuata mfano wao. Waefeso 2:20. Hakuna siku nyingine ambapo ibada na pumziko zilifanyika ila katika siku ya Sabato. Matendo ya Mitume 16:13, Waebrania 4:9, Isaya 66:22. Mitume wa mwisho katika Biblia waliweza kuitunza Sabato, akiwemo mwandishi wa kitabu cha Ufunuo wa Yohana, ambaye ni Yohana mwanafunzi wa Yesu. Ufunuo wa Yohana 1:10. Sabato ni mojawapo ya amri 10, hivyo kuivunja wewe ni muasi na utakuwa umevunja mojawapo ya sheria za Mungu na kuhesabiwa umevunja zote. Yohana 3:4. Hivyo mshahara wa dhambi ni mauti. Kitabu cha Warumi 6:23. Bali uzima wa milele utaupata ikiwa utaweza kuitunza Sabato. Isaya 1:19. Wanaoacha na kupenda Yesu hawavunji amri za Mungu. Wanaomcha Yesu hawavunji amri zake. Yohana 14:15-10. Yesu alitunza Sabato mwenyewe. Luka 4:16, naye ndiye mwenye Sabato. Marko 2:28. Mitume walitunza Sabato. Matendo ya Mitume 13:17-2, 18:4-15. Wala hawatangui au kubadilisha hiyo sheria ya Sabato. 5:17 hadi 20, kitabu cha Mathayo. Sabato kama amri zingine huondoa ujinga wa kiroho. Zaburi 19:7. Si ngumu kuitunza. Yohana wa kwanza 5:2 hadi 3. Wasiotunza Sabato na amri zingine ni waongo pia. Yohana wa kwanza 2:4. Sabato ilikuwako kabla ya dhambi kuingia. Mwanzo 1:31, 2:1 hadi 3. Na hakukuwako hata katika mbingu mpya Sabato itakuwako.
Isaya 66:20 hadi 23. Hii ndiyo siku yenye baraka na utakaso na furaha. Mwanzo 2:1 hadi 3, Kutoka 28 hadi 11, Isaya 58:13 hadi 14. Wasio Wayahudi wanapaswa kuitunza Sabato pia. Isaya 56 mstari wake wa 2, wa 3, wa 4, wa 5, 6 kuendelea. Mariko 2:27 pia. Ezekieli 20:11 na 12, Ufunuo wa Yohana 14:12, Warumi 3:29 na pia 31, Wakorintho wa kwanza 7:19. Kazi tunayofaa kuitenda siku ya Sabato ni hii: kazi ya kutenda wema, kazi ya kushughulikia magonjwa, kama vile tuliona Yesu aliweza kuwaponya waliokuja kwake wakiwa na magonjwa katika kitabu cha Yohana 9, Yohana 5 na kwingineko. Basi siku ya kwanza ya juma, Jumapili, je, ni Sabato? Jumapili ni neno la Kiswahili lisiloweza kuelezea vyema kuhusu siku hiyo, hivyo ni vyema kuweka latiri neno hili kwa lugha zingine ili kupata maelezo mwafaka. Neno Jumapili au siku ya jua, Sunday, linatokana na siku ya kwanza ya juma katika Biblia. Mwanzo 1:5, Luka 24 mstari wa kwanza, Mariko 16:1, Wakorintho wa kwanza 16:2, Matendo ya Mitume 20:5, na Gikiriki ni siku ya Mungu jua. Hili lilikuwa mbinu ya shetani na waasi baada ya kutumia mfalme Konstantinio kubadili siku ya saba ya ibada kutoka siku ya saba, Sabato, ili kuweka katika siku ya kwanza ya juma, na basi ikaanza mwaka wa 321 ambapo mfalme Konstantinio aliweza kulazimisha watu kuacha Sabato ya siku ya saba na kuabudu Mungu jua. Ezekieli 8:16, Yeremia 2:11 hadi 13, Yeremia 10:2 hadi 5, Warumi 1:25. Siku hii ya ibada ni siku ya kazi. Siku ya Jumapili si siku ya ibada, ni siku ya kazi. Kutoka 16:25 hadi 26, 31:15, Wakorintho wa kwanza 16:2. Ni siku kama zingine tu, hivyo wale wanaoitenga kwa ibada ni wasiomtii Mungu wala kumheshimu. Samueli wa kwanza 2:30. Isaya 1:2 hadi 4. Paulo anasema hakuna haja ya kudhamini siku moja kuwa ya muhimu wakati siku hiyo si Sabato, maana Sabato ni amri na ni agizo la Mungu, ila Jumapili ni siku ya watu na maagizo ya wanadamu. Mathayo 15:7 na 8. Basi watunza kila siku na kuhesabu kuwa ni Sabato wanafanya kinyume cha mapenzi ya Mungu na wale wanaoitunza siku ya kwanza ya juma. Tunapotii siku ya kwanza ya juma au Jumapili, tunamtegemea mwanadamu aliyeanzisha siku hiyo. Maandiko yanasema tutaweza kuwa tumelaaniwa. Yeremia 17:5. Katika maandiko hakuna ibada ya Jumapili na imetajwa mara chache sana, maana ni siku tu kama siku zingine, na katika historia siku hii iliasisiwa mwaka wa 321 nilivyosema awali. Baada ya Yesu na mitume kuondoka, hivyo haina uhusiano na Yesu, manabii wala mitume. Matendo ya Mitume 1:4 hadi 12, Waefeso 2:20.
Hakuna agizo la kutunza kama siku ya ibada wala hata baada ya ufufuo wa Yesu, maana alikaa siku 40 kabla ya kupaa kwenda mbinguni, ila hakuagiza yoyote katika mitume wala wanafunzi wake kuitunza siku hii ya kwanza ya juma. Matendo ya Mitume 1:4 hadi 12. Katika amri 10 ambazo ndizo tabia za Mungu, hatuna Jumapili, hivyo wanafunzi kuitunza siku ya kwanza ya Jumapili ni kuyafuata maagizo ya wanadamu. Yeremia 2:11 hadi 13. Jumapili ni si siku ya Bwana. Siku ya Bwana ni siku ya Sabato. Ufunuo 1:10, Mathayo 12 mstari wa 8, Mariko 2:28. Mitume waliagiza shughuli za kawaida kufanywa siku hii ambayo ni ya kwanza ya juma. Wakorintho wa kwanza 16:2. Na hii ndiyo kurunzi ya Injili. Tutakupatia kweli zote zilivyo katika maandiko. Basi usije ukakosa chochote. Tafadhali tuandikie au tutafute kwenye mitandao. Kurunzi TV Kenya.